Kwa nini watu walikuwa na matarajio makubwa kuhusu Yohane? Watu walikuwa na matarajio makubwa kuhusu Yohane kwa sababu cha kwanza walimwamini, na waliamini ya kwamba Yohane ni mtumishi wa Mungu na ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo katika mafundisho ya Yohane kutokea awali mpaka kuanza kubatiza, watu waliamini Yohane ni sehemu ya ukombozi wa maisha yao. Kwa hata ujio wa Yesu Kristo na wakati Yohane anakwenda kumbatiza Yesu Kristo, kama tunavyoona katika Injili, Yohane anataka kukataa kumbatiza Yesu Kristo, sio kwa lengo la moyo wake kukataa, ila kwa hofu, akiamini ya kwamba huyu ninayekwenda kumbatiza sasa ndio mwana pekee wa Mungu, ndio mtumishi halisi wa Mwenyezi Mungu, ndio aliyeshushwa kwa ajili ya ukombozi wa mataifa, kwa ajili ya watu wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Yohane aliingiwa na uoga ile ya kwamba aliyepo mbele yake ni mkuu sana, lakini hakuwa na lengo kwamba nafsi yake inakataa. Hapana. Na ndio maana Yesu akamwambia usiogope, fanya haya kwa maandiko yanavyosema. Na mpaka Yohana anakuja anambatiza Yesu Kristo. Kwa wale watu wa mwanzo kabla ya ujio wa Yesu Kristo waliamini Yohane ndio kila kitu, Yohane ndio mwisho. Lakini la hasha, Yohane anakuja kudhihirisha kwa mimi si wa mwisho, ila yupo mwana wa Mungu ambaye ameletwa, atakuja kwa ajili yetu sote, mpaka yeye mwenyewe. Kwa hiyo imani ya watu iliwajenga kiimani, walisimama kiimani na kuamini ya kwamba Yohane ndio kila kitu, lakini Yohane anawaonyesha kwamba Yesu Kristo yupo na atakuja kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu. Hii ndio dhamira halisi ambayo Yohane alikuwa nayo na mafundisho ya Yohane, mpaka kukabidhi hiari kwa Yesu Kristo kwa mataifa, na Yesu anasimama kwa ajili ya ukombozi wa mataifa. Tumsifu Yesu Kristo.